subscribe. Wabarakatu watazamaji wa Temeke Yetu TV. Leo tuko katika msikiti wa Songea, msikiti ambao unapatikana hapa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Ilala, mtaa wa Songea, mkabala na Machinga Complex. Katika kipindi chetu cha hutuba ya Ijumaa tutaenda kuzungumza na waumini ambao walimwaswali katika msikiti huu jinsi walivyoielewa hutuba ya leo, na hutuba ya leo ilikuwa inazungumzia masala ya shirki. Twende tukawasikiliza waumini wameielewa vipi hutuba ya leo. Temeke Yetu TV, kama tulivyowahabarisha kwamba leo katika hutuba ambayo imezungumziwa katika msikiti wa Songea ilikuwa inazungumzia masala ya shirki, lakini katika wasikilizaji baadhi yao hawakufahamu shirki ni kitu gani. Bahati nzuri tumekutana naye hatibu ambaye amehutubia hutuba hiyo. Tuko naye hapa Sheikh Ali, hata tutamuuliza kwamba hii shirki ni kitu gani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi manna alayna bi ni'mati al-islam wa awjaba alayna ta'alluma ma nahtajuhu min al-ahkam. Thumma salatu wa salamu ala sayyidil anam Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia neema ya afya, neema ya uhai, neema ya amani katika nchi yetu na neema ya Uislamu. Uislamu sisi Allah katupendelea, akatujalia katika umma bora, umma wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni kweli leo nimezungumzia mada hii ya kuhusiana na ushirikina, na jambo ambalo limenipa hamasa ya kuzungumza mada hii ni kutokana na wimbi kubwa la ushirikina ambalo limekithiri katika jamii. Lakini pia nimepata hamasa ya kuzungumza jambo hili kwa sababu watu wengi wanapofahamishwa jambo la ushirikina, akili zao wengi zinakwenda katika uchawi. Yani mtu anapoambiwa fulani ni mshirikina, basi akili yake inakwenda katika uchawi na kusahau kwamba ushirikina uko namna nyingi sana. Japo uchawi pia ni namna ya ushirikina, lakini ushirikina uko namna nyingi sana. Ushirikina ni nini? Ushirikina ni kufanya kiumbe mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huo ndio ushirikina. Ushirikina ni vile kiumbe kufanya yeye ni mshirika na Allah katika mambo ambayo mambo hayo ni haki ya Allah peke yake. Kwa mfano, ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala kuabudiwa, kwamba Allah yeye ndio mwenye haki ya kuabudiwa. Kwa hiyo kiumbe akawa ametengeneza labda sanamu yake, akatengeneza labda kijinyago chake na kitu chochote, ama jini wake akaona ndio ambaye anamwabudu, huyo anaitwa mshirikina. Lakini pia hata miongoni mwa haki za Allah subhanahu wa ta'ala ni kutoa riziki. Allah ndio mtoa riziki. Sasa mtu akaona kwamba pete yake labda aliyovaa hiyo ndio inayompa riziki. Na hapa tulitahadharisha hata kwenye hutuba kwamba si kuvaa pete sio haramu. Uislamu umeruhusu kuvaa pete, lakini mtu atakapokuwa amevaa pete alafu akayakini kwamba ile pete aliyovaa eti ndio sababu ya yeye kupata riziki, huu ni ushirikina. Au kama vile kufusha labda udi ama ubani, sio tatizo. Kufusha udi ama ubani kwa shaudi kwa ajili ya manukato mazuri sio tatizo. Tatizo ni vile kuona kwamba eti mtu udi wake ule ndio unamletea riziki au ubani wake ndio unaoleta riziki. Haya yote ni katika namna ya ushirikina. Dhambi hii kama tulivyosema ni dhambi kubwa ambayo Mtume wa sallam ameitahadharisha, lakini pia hata Allah subhanahu wa ta'ala ameitahadharisha mno kwamba Allah anasamehe dhambi nyingine, hasamehi dhambi ya ushirikina kutokana na ukubwa wake. Lakini pia tumetoa mfano wa sisi tu wana Adam, namna gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dhambi hii kwa nini haisamehi. Tukasema kama mtu amemaliza tu ujenzi wake kwa nyumba, labda sehemu yoyote ambayo alikuwa anafanya ujenzi wa nyumba ile amejenga yeye mwenyewe peke yake, akushare na mtu yoyote. Baada ya kumaliza nyumba ile, amehamia kwenye nyumba ile, wiki hivi anakuja mtu mwingine anakuja na gari imesheheni mizigo yake, furniture zile zake za vitanda, masofa na nini.
anakuja katika ile nyumba ambayo wewe umejenga, anakuambia kwamba na mimi nahitaji kuishi katika nyumba hii. Unamuuliza vipi, mbona sina taarifa zako? Anakuambia mimi pia nimeshiriki katika ujenzi wa nyumba, wakati hakushiriki kwenye ile nyumba, wakati unajua kabisa wewe umejenga ile nyumba peke yako. Kwa hiyo huwezi kumsamehe huyu kuishi katika hiyo nyumba. Basi hivyo pia ndio mfano Allah subhanahu wa ta'ala, yeye khalaqa kulla shay, ameumba kila kitu duniani. Ameumba bahari, ameumba matunda, ameumba mimea, wanyama mbalimbali kwa ajili yetu sisi na Adam. Amechukua jukumu hilo yeye Allah la kutoa riziki, kila kitu manake mfanyaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah anachukia sana kuona eti mwanadamu anajitengenezea irizi, kwa mfano irizi ambayo ukiichoma moto inawaka, au anajitengenezea kitu ambacho kwa mfano pete ambayo ukiiponda inapondeka. Anaifanya eti hiyo ndio ambayo imechukua nafasi yake Allah, sifa yake Allah ya kutoa riziki na ya kumlinda. Kwa hiyo waja kuona kwamba shirki ni katika madhambi makubwa mno, lakini shirki yenyewe imegawanyika sehemu mbili kama tulivyosema. Mashekhe wamegawa shirki katika sehemu mbili. Kuna ashirkul akbar, shirki kubwa, wa shirkul asghar, na shirki ndogo. Shirki kubwa hii inamtoa kabisa mtu katika Uislamu mpaka atubie toba ya kweli, taubatun nasuha, ambayo hii sasa ni kama hivi tulivyosema, mtu kujitengenezea kibuyu chake au sanamu yake akawa analiabudu, au jini wake akawa anamwabudu. Lakini shirki ndogo ni ambayo Mtume sallallahu aliwaeleza masahaba kwamba anachokihofia zaidi kwa masahaba, ambacho ndio sisi pia Mtume alikuwa akizungumza na sisi, ni shirki ndogo. Asahaba radhiallahu anhu wasema, wama shirkul asghar ya Rasulullah, shirki ndogo ni ipi? Mtume akasema arriyau, ni riya. Sasa riya ni kufanya mtu matendo ya kheri, baada yote akaifanya lengo likawa ili watu wamuone, watu wamsifie, kupenda umaarufu manake. Kwa hiyo riya ni jambo baya sana ambalo tunatakiwa tujiepushe nalo, na ni katika dhambi ndogo. Lakini pia tuliwatahadharisha watu kuhusiana na jambo la ramli, watu wajiepushe na kwenda kwa kupiga ramli. Hadithi nimezisoma hapo mbili. Mtume anasema man ata arrafan, mwenye kumwendea mpiga ramli, fasaalahu an shay'in, akamuuliza kitu chochote, lam tuqbal lahu salatun, hatokubaliwa mtu huyo swala yake 40 laila, kwa muda wa siku 40. Yoyote mwenye kwenda kwa mpiga ramli akamuuliza chochote, basi mtu huyo haitopokelewa ibada yake ya swala kwa muda wa siku 40. Lakini hadithi nyingine ile Mtume anasema man ata kahinan, mwenye kwenda kwa mpiga ramli pia, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha lile analolisema, faqad kafara ala unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo amekufuru lile liloteremshwa kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tulijaribu kuelezea kuchanganua ufafanuzi wa arrafa na kahina. Arrafa tumesema yule mpiga ramli ambaye anafanya ramli kwa michanganuo. Maana yake anatumia mawe au maji, huyu ndo anaitwa arrafa. Lakini kahina ni yule ambaye mganga au mchawi, ambaye mara kwa mara huwa wanatumia majini kwa ajili ya kuwafahamisha wale wanaokuja pale. Tumetahadharisha hili kwa sababu lina madhara makubwa sana. Wenyewe wapiga ramli wanaijalia ramli kama vile x-ray, jambo ambalo walikubali kiakili. X-ray na ramli ni mashariki na magharibi, kwa sababu x-ray mtu anafanywa x-ray pale, baadaye majibu yanatokea pale kwamba labda ana vidonda vya tumbo, au labda mguu kuna sehemu ina tatizo fulani, inatoa hivyo. Na hatujawahi kuona mtu yote ambaye kafanya x-ray alafu kaenda kufanya madhara katika familia yake. Lakini tunashuhudia na tunasikia kwenye vyombo vya habari kwamba mtu anakwenda kupiga ramli, akishakwenda pale kwa mpiga ramli, yule mpiga ramli anamfahamisha mtoto wako amefariki na aliyesababisha kifo chake ni mama yako. Mtu yule akitoka anakwenda kumuua mama yake, anakwenda kufanya madhara makubwa. Umeshashuhudia mtu akwenda kupiga ramli sana maradhi yake, anaambiwa aliyesababisha maradhi yako hayo ni mkeo. Mtu akitoka anakwenda kumpiga mkewe na kumwacha mkewe.
madhara yake ni mengi sana sana. Kwa hivyo Mtume alizungumza karne hizo zilizopita, lakini madhara yake leo jamii inayaona. Kwa hivyo tunawatahadharisha watu waende kwa watu wanaofanya tiba za kisheria, wanaofanya ruqya, visomo vya sheria, na wako wengi walillahi alhamdu. Waache kwenda kwa hawa watu ambao wanafanya shirki, na ni matatizo makubwa yanatokea, sababu nilishakwenda kumfanyia dua mtu mmoja ambaye kwenda pale kwake dukani kwake nikafanya dua. Baada ya kumaliza dua nikakuta kuna vitu pale dukani kwake vimening'inizwa hivi juu, vitu vyeupe, karatasi nyeupe hivi. Nikajaribu kumuuliza ni kitu gani hiki? Akaniambia bana, hiko alikuja hapa mtu fulani ambaye anamuita mwenyewe shekhe. Unajua sisi jamii, sehemu kubwa ya jamii ya Kiislamu inashindwa kutofautisha maandishi ya Kiarabu na Qur'ani. Ni kweli Qur'ani yenyewe ni ya lugha ya Kiarabu, lakini kuna maandishi ya Kiarabu ambayo hayahusiani na Qur'ani. Nikamwambia sasa kakutundikia nini hapo juu? Asema vile bana amevitundika, anadai vile kila vikipepea hivi, vinavyopepea hivi ndio wateja wanakuja dukani hapa. Kastajabu. Nikamwambia hebu nitungulie nione. Yule bwana akasema bana, hivyo vitu nimeambiwa alitishwa kidogo, kama ukivitungua hivyo utapata matatizo sijui vipi. Ikabidi mimi mwenyewe binafsi nimuombe ruhusa yule bwana, kamomba ruhusa nivitungue. Kwa nikavitungua vile vilikuwa vinaning'inia pale, katika kuvitazama hivi kusoma ni vinyago, imeandikwa vinyago fulani hivi vina mapembe, imeandikwa maandishi kidogo ya Kiarabu, maandishi sio Qur'ani, ni maandishi tu ya lugha ya Kiarabu ambayo pia ni magumu sana kuyasoma, yameandikwa ambayo hayafahamiki. Basi ni hivyo. Nikajaribu kumuuliza pia, haya kakuchaji bei gani? Amekuchaji bei gani? Huyu bwana anasema kamchaji 700,000 katika shughuli ile aliyoifanya, na yeye siku hiyo alikuwa na 500,000, amempa 500,000 kwanza, maana yake bado anamdai 200,000. Waje kuona madhara ya shirki. Ni kwa nini ametoa ile gharama? Kwa sababu tayari akili zake ziliharibiwa. Yani watu hao tunawafanyia dua, maana sisi wenyewe tunafanya dua pia. Ukaenda kumfanyia dua mtu kukupa 500,000 ni ngumu sana sana. Hata siku ile nilipoenda kumfanyia dua yule shekhe alinipa 100,000 tu, unaona, lakini kwa yule katoa 500,000 na kaongopewa pia. Kwa hiyo yaonyesha kwamba tunataka tujiepushe na hawa watu wa ramli na kwenda kwa waganga. Madhara yake ni makubwa mno, na kama tulivyosema Mtume katahadharisha na jambo hili la shirki. Kwa hiyo kila mmoja wetu anatakiwa achukue tahadhari kubwa sana na jambo hili la shirki. Shehali, mfano kama mimi nimeumwa, nikaenda hospitali nikapima, nikaonekana nina malaria. Baada ya hapo daktari akanipa vidonge nikala. Akaja rafiki yangu akaniuliza, vipi ndugu yangu, umepona? Na vile vidonge ndio vile vya kuponyesha? Mimi nikamwambia ndio, vile vidonge vimeniponesha. Je, mimi itakuwa nimefanya shirki? Alhamdulillah, swali zuri, swali ambalo linatakiwa mchanganuo wa kutosha, maana wengi huwa wanatumia kauli kama hizo ambazo ukizitazama kwa karibu utaziona ni za kawaida, lakini kiukweli ni kweli zinamfanya mtu pia aingie kwenye shirki. Tunakatazwa sisi kusema lau si kama dawa na Mungu nisingalipona. Usiseme lau si kama dawa na Mungu nisingalipona. Haya maneno ambayo yanamuingiza mtu kwenye shirki. Unatakiwa useme lau si kama Mungu kisha dawa nisingalipona, au lau si kama Mungu kisha dawa nisingalipona. Yani utakiwa kuweka utakiwa kusema lau si kama dawa na Mungu. Yani ukisema na Mungu, maana yake umeshirikisha ile dawa na Mungu, hii itakuwa ni shirki. Lakini kama utasema lau si kama Mungu, anza Mungu kwanza, kwa sababu Mungu ndio ala kulli shay'in qadir, yeye ndio ambaye anaponyesha. Dawa ni sababu tu ya kule kupona kwa mtu, lakini anayeponyesha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Watakiwa useme lau si Mungu kisha dawa nisingalipona. Kwa hiyo atakiwa mtu aelewe hivyo kwamba asishirikishe, asiweke neno na, isipokuwa weke neno kisha alafu ndio
maneno kama hayo yameondoa, sio shiriki mtu akisema hivyo. Kwa hivyo tujitahidi sana. Shiriki nayo inakwenda hata kwenye haya mazungumzo ambayo tunapendelea kuyazungumza kila mara kwa mara. Mtu kwa mfano kuona kwamba akawa anategemea hata kwamba akapewa msaada, basi mtu anaona kwa msaada ule, au labda mtu anaona kwamba kwa biashara yake ile iliyopo pale ya machungwa au chochote kipo pale dukani, anaona chenyewe ndicho kinachompa riski. Kwa hiyo hata muda wa swala umefika, hawezi kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anacho kitu ambacho anaona hicho ndio kinampa riziki. Maana matatizo yake kwamba ukishirikisha kwamba ile biashara yako ndio inakupa riziki, ukamwacha Mungu ambaye anatoa riziki, ni lazima utakuwa hivyo. Kwa muda wa swala umefika, huendi kuswali kwa sababu unaokienda kuswali nitakosa riziki. Umeona? Lakini ukipambanua kwamba anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala, yale machungwa au ile biashara iliyopo ni sababu ya wewe kupata riziki, basi unakuta kwamba unakuwa katika tauhidi iliyokuwa sawa sawa. Allahu a'lam. Shahada, ulisema kwamba wewe unafanya dua, na kama yule ambaye anataka kufanyiwa dua ima katika biashara yake ama nyumbani kwake anakupataje? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ni kweli wafanya dua hizi za ruqya katika kinga za nyumba na maradhi mbalimbali, na utaratibu wa kunipata ni kupiga namba yangu ya simu 0782852185. Hii ni namba ya Airtel ambayo ni 0782852185. Lakini pia mtu anaweza kunipata kupitia namba yangu ya Tigo ambayo ni 0655852185. Lakini sana huwa napatikana pale Vingunguti. Mimi ni imamu wa Masjid Istiqama, msikiti ambao unapatikana pale Vingunguti, na hapo kipo kituo ambacho cha kufanya ruqya hizi na dua mbalimbali za watu ambao wanahitaji hilo jambo. Inshallah unaweza kanipata kwa namba zangu hizo inshallah. Watazamaji wa Temeke TV, kipindi hichi kimetiwa na Sacho Youth Spare pamoja na ndugu yetu Hassan ambaye ni mtengenezaji fruti maarufu katika Ilala hii. Hao ndio wamekitia nguvu kipindi chetu hichi cha maelezo ya hutuba, na kwa wale wote walioandaa kipindi hichi, ni kamera nilikuwa naye Hassan bin Nasr, lakini na mimi ni mtangazaji wako Mikdad bin Abdullah. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.